Sikuwahi kuamini sana mambo ya majini mpaka siku ile nilipoenda kijijini kwa babu yangu kupumzika kipindi cha likizo. Njoo chini. Kijiji kile kilikuwa tulivu sana, kiasi ya kwamba nyakati za usiku upepo ulikuwa unavuma kwa sauti. Nyuma ya nyumba ya babu kulikuwa na kisima cha zamani. Kila mtu kijijini alikijua kisima hicho, na kila mtu alikiepuka. Nilimuuliza babu, kwa nini hakuna anaenda kuchota maji kwenye kisima hicho? Aliniangalia kwa muda mrefu kabla ya kusema taratibu, si kila maji ni ya kunywa. Sikuuliza zaidi, lakini usiku wa kwanza nilisikia kitu. Ilikuwa kama sauti ya mtu akinong'ona pole pole, chini, ndani kabisa ya ardhi. Nilidhani ni upepo unaopita kwenye mdomo wa kisima, lakini sauti ile ilisema jina langu kwa sauti ya mwanamke. Nilikaa kitandani nikasikiliza. Rashid. Mapigo ya moyo wangu yaliongezeka. Nilihisi labda naota, maana inawezekana vipi kisima kiongee? Asubuhi yake nilienda kukiangalia kisima kwa mara ya kwanza kwa karibu. Kilikuwa kimezungukwa na mawe ya zamani yaliyopasuka. Ndani kulikuwa na giza zito ambalo hata mwanga wa jua haukuweza kufika chini. Nilichukua jiwe nikatupa ndani. Halikusikika kugonga maji. Halikuonekana kufika popote. Lilimezwa tu. Usiku ilipofika tena, nilisikia tena ile sauti. Safari hii haikunong'ona, iliimba wimbo wa polepole wa huzuni, wa kuvutia. Nilihisi kama kuna kitu kinaniita. Miguu yangu ilijikuta ikitembea yenyewe kuelekea nyuma ya nyumba. Kisima kilikuwa kimezungukwa na ukungu mwembamba. Nilisimama karibu nacho. Sauti ilisimama, kisha maji yakasikika yakichemka. Sikuwa nimeyasikia yakifanya hivyo kabla. Polepole, uso ukaanza kuonekana ndani ya giza. Mwanamke, mzuri kupita maelezo, lakini macho yake hayakuwa na mboni, yalikuwa meusi kabisa. Umekuwa, alisema kwa sauti laini, ukinisikia. Nilitaka kukimbia, lakini mwili wangu ulikuwa kama umekufa ganzi na miguu ikakosa nguvu, nikajikuta nashindwa kusogea. Wengine hawakunisikiliza, lakini wewe unasikia. Maji yakaanza kupanda juu bila kumwagika. Uso wake ukakaribia zaidi. Niliona nywele zake zikisogea kama ziko ndani ya maji, hata pale zilipotoka nje ya kisima. Njoo chini, alinong'ona. Nilisikia mikono baridi ikishika vifundo vya miguu yangu. Sikuwa peke yangu. Kulikuwa na mikono mingi ikitoka kwenye giza. Mikono ya watu waliokuwa wamekufa zamani. Nilikumbuka maneno ya babu, si kila maji ni ya kunywa. Nilijitoa kwa nguvu zote, nikadondoka chini. Maji yakarudi ndani kwa kishindo kikubwa. Ukungu ukatoweka. Nilikimbia mpaka ndani ya nyumba. Asubuhi yake, babu aliniambia ukweli. Miaka mingi iliyopita, kulikuwa na msichana aliitwa Nasha. Alikuwa anaishi na wazazi wake. Alikuwa mzuri, mwerevu, alipenda shule. Wazazi wake walimuhimiza sana juu ya kuzingatia masomo, kwani walipenda mtoto wao aje kuwa daktari bingwa wa hapa kijijini. Lakini mambo yalianza kuwa tofauti. Hii ni baada ya ujio wa tajiri mkubwa kutoka kijiji cha kati. Alikuwa akitafuta binti wa kumuoa, na kwa uchunguzi wake aliona Asha anamfaa. Lakini Asha na familia yake walikataa, kwani walitaka binti yao asome kwanza. Yule tajiri aliahidi kuwapa mali nyingi, lakini familia iliendelea kushikilia msimamo wao. Alfajiri moja,
Asha na familia yake walikuwa wanaelekea shambani mbali kidogo na kijiji. Wakakutana na yule tajiri na walinzi wake. Akaamulisha Asha na wazazi wake wauawe. Walifanya hivyo, lakini Asha alifanikiwa kukimbia huku akitazama nyuma wazazi wake kuuliwa na yule tajiri. Alijaribu kusema ukweli, hakuna aliyemsikiliza. Badala yake aliitwa muongo, mchafu na anakialibisha kijiji chao. Wazee wa kijiji walifunika kesi. Usiku moja, hiyo ni baada ya mazishi ya wazazi wake, Asha alienda kwenye kisima. Zilisikika kelele kubwa za Asha akiomba msaada, lakini watu walipuuzia. Asubuhi yake, mwili wa Asha ulikutwa umetupwa kwenye kisima. Lakini ule usiku ambao Asha alililia kwa kuomba msaada, sitakaa kuusahau. Nilikuwa nimelala kwenye hicho chumba ambacho wewe unalala. Nilichungulia dirishani, nikashuhudia yule tajiri na walinzi wakimvuta Asha kwa nguvu. Sikuweza hata kutoka, nilikuwa bado ni mtoto mdogo wa umri wa miaka 12. Nilisikia Asha akisema kwa uchungu, "Kaa mbali na mimi, umeua wazazi wangu." Mwishowe yule tajiri alichukua mkuki kutoka kwa mlinzi wake, akamchoma Asha kwenye tumbo, kisha wakatupa mwili wake kisimani. Niliogopa sana na kutetemeka kwa hofu. Sikujua hata cha kufanya. Niliogopa kusema hata kwa wazazi wangu. Nilihofia kuwa na wao watatengwa na kijiji au kuuliwa kabisa. Mwezi mmoja ulipita tangu mauaji ya Asha. Yule tajiri alikutwa ameuawa katika mazingira ya kutatanisha chumbani mwake. Ni mimi pekee ndiye anayejua ukweli kuwa Asha na wazazi wake walidhulumiwa na wale watu. Mzimu wa Asha bado una hasira ya kulipiza, na ndiye unaoishi kwenye hicho kisima hadi leo. Lakini wanakijiji hawajui hilo. Wao hukiita kisima kilicholaaniwa. Miaka mingi ikapita, na sasa kila anayejaribu kusogelea hicho kisima, basi mtu huyo hupotea. Hakuna aliyewahi kupatikana. Usiku wa 3 sikusikia sauti tena. Nilidhani limeisha, lakini nilipokuwa nikifunga begi kuondoka kijijini, niliona maji sakafuni. Yalikuwa yanaanzia mlangoni na kuelekea kitandani kwangu. Kwenye sakafu kulikuwa na alama za miguu za maji zikitoka nje ya chumba changu, lakini hakuna aliyekuwa ameingia. Tangu siku hiyo, kila ninapoona kisima au maji, nakumbuka kisa cha Asha na sauti yake ya huzuni inayoimba kutoka kisimani.